Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa mnuko wa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Marekani Marco Rubio yupo katika ziara maalum katika eneo la Mashariki ya Kati. Ziara ambayo inaonekana huenda ikafikia katika kilele chake katika siku ya kesho, pamoja na kwamba uwezekano wa kusafiri inawezekana akasafiri siku ya Ijumaa, lakini katika mpangilio wa vikao actually inategemewa zaidi kilele chake huenda ikawa ni siku ya Alhamisi. Lengo la safari ya Marco Rubio inaweza ikabeba uzito wa namna yake kama tulivyotangulia kueleza kwamba tunaichukua katika uzito mkubwa, kwa kuzingatia kwamba ni ziara ambayo imekuja punde tu baada ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran kusaini hati ya makubaliano, yani Memorandum of Understanding, na kisha baada ya hapo kufuatiwa na hatua ya kuanza rasmi kwa mijadala ya kuhusiana na hati hiyo ya makubaliano. Kwa hivyo ujio wa Marco Rubio manake unakuja katika kipindi ambacho bado kuna hali ya mijadala imekuwa ikiendelea ya pande mbili katika upande katika nchi ya Uswiz kujadili kuhusiana na ile hati ya makubaliano. Lakini wakati huo inaonekana kwamba pendeleo la Marekani katika safari ya Marco Rubio imetarget zaidi katika nchi ambazo zinaonekana kwamba zilikuwa ni wahanga wakubwa wa mashambulizi ya nchi ya Iran. Nayo nazungumzia nchi ya United Arab Emirates, lakini vile vile nchi ya Kuwait pamoja na nchi ya Bahrain, ambayo inaonekana katika siku ya Alhamisi manake kikao chake katika nchi ya Bahrain katika mji mkuu wa Bahrain, mji mkuu wa Manama, manake itahusisha wajumbe kutoka katika nchi mbalimbali za eneo la Gulf. Ziara ya Marco Rubio kwanza kabisa inaonekana ina target kuweza kurudisha imani ya nchi za eneo la Mashariki ya Kati, kwa kuzingatia kwamba kipindi cha mgogoro baina ya nchi ya Marekani, nchi ya Iran pamoja na nchi ya Israel, kuna tafsiri nyingi ziliweza kujitengeleza katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwanza, kipaumbele cha nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Ilionekana dhahiri kwamba kipaumbele cha nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati hasa ni nchi ya Israel. Na hii ni baada ya kuonekana kwamba zile reserve za unasema zile stockpiles za anti-missiles weapon, zile silaha ambazo zinaweza kutumika katika kutungua makombora ambazo zinatumika katika mifumo kama ya Patriot au mifumo kama ya THAAD, maana yake ziliisha kwa haraka au zilipungua kwa kiwango kikubwa katika zile nchi za eneo la Mashariki ya Kati, na hivyo zikawa zinahitaji msaada. Lakini inaonekana kwamba kipaumbele cha Marekani hasa ilikuwa ni kupeleka msaada zaidi katika nchi ya Israel kuliko kupeleka msaada katika nchi zile za Gulf kama hizo za Kuwait, Bahrain, Qatar na mfano wake. Na ndio maana inaonekana kwamba mifumo iliyoweza kuchukuliwa kutoka katika nchi kama ya Japan na South Korea kwa kiwango kikubwa ilipelekwa katika nchi ya Israel baada ya kupelekwa katika nchi za eneo la Mashariki ya Kati, na hivyo kutengeneza mazingira ya kwamba nchi za eneo la Mashariki ya Kati kuhisi kwamba wenyewe ni pendeleo la pili au kipaumbele cha pili baada ya kutangulizwa nchi ya Israel, jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine limeleta sintofahamu kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini vile vile tukinukuu baadhi ya ripoti ambazo zimetolewa na Financial Times, gazeti la Financial Times, zikihusisha mahojiano yake na waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Qatar, Mohammed Abdulrahman Thani. Katika maelezo yake anasema kwamba nchi za Gulf zimekuwa sasa hivi zikifanya michakato mingi ya kufanya mazungumzo na nchi ya Iran kuhusiana na swala la usalama wa nchi za Gulf. Kwa maana ya kwamba Iran sasa hivi imekuwa ikizingatiwa kama ni player muhimu katika eneo la Mashariki ya Kati, na hasa katika upande wa masuala ya kiusalama, lakini vile vile hata katika ustawi wa masuala ya kiuchumi wa eneo la Mashariki ya Kati, kwa kuzingatia kwamba wana udhibiti wa sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Maana yake inazingatiwa kwamba ni nchi inaweza kuwa na athari katika pande hizo mbili, na ndio maana kulingana na kile ambacho kimeripotiwa na gazeti la Financial Times, inaashiria wazi kabisa kwamba nchi za eneo la Mashariki ya Kati zimeanza kufanya mfumo wa mazungumzo
na nchi ya Iran ili kuweza kuhakikisha kwamba katika mazingira yanayokuja mbele nchi husika zinabaki katika mazingira ya kiusalama. Jambo ambalo katika siku za nyuma lilikuwa ni jambo ambalo halidhaniwi kwa kuzingatia kwamba bezi za Marekani ziko katika eneo la Mashariki ya Kati, na hivyo nchi nyingi za Gulf zilikuwa zikiamini kwamba hakuna umuhimu wa kufanya mazungumzo na mtu mwingine au na nchi nyingine yoyote, na ili hali kwamba ulinzi wa Marekani upo katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hivyo kutokana na kile ambacho kilijitokeza katika vita ya takriban siku 40 baina ya nchi ya Marekani, nchi ya Iran pamoja na nchi ya Israel, ilionyesha wazi kwamba eneo la Mashariki ya Kati ni eneo ambalo liko wazi, na lau sio kucoordinate vizuri katika mfumo wa masuala ya kiusalama baina ya nchi za eneo la Mashariki ya Kati ikihusisha vile vile na nchi ya Iran, maana yake ni kwamba huenda Marekani akashindwa kutoa support ile ambayo ilikuwa ikitarajiwa katika siku za nyuma. Kwa hivyo safari ya waziri wa mambo ya nje ya Marco Rubio kwenda katika eneo la Mashariki ya Kati ni kuendelea au kujaribu kurudisha ile sehemu ya imani ambayo inaonekana kama imepungua kwa kiwango kikubwa katika baadhi ya nchi za eneo la Mashariki ya Kati, ili kufanya ikiwezekana mazingira yarudi kuwa kama vile ilivyokuwa kabla ya mgogoro haujatokea moja kwa moja baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Lakini vile vile lengo la pili, ukiachilia mbali kurudisha imani katika masuala ya kiusalama, lakini vile vile kurudisha imani hata katika upande wa masuala ya kidiplomasia, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Marekani na nchi ya Israel walianza operesheni yao ya kushambulia katika nchi ya Iran pasi na kuzihusisha nchi za eneo la Mashariki ya Kati. Kuto kuzihusisha nchi za eneo la Mashariki ya Kati, maanake nchi za eneo la Mashariki ya Kati zilihisi kwamba zimepuuzwa katika nafasi yake, especially katika uhusiano wake na nchi ya Marekani. Lakini vile vile, na ndio maana zilikuwa zikisita katika ushiriki wa moja kwa moja katika swala zima la mgogoro baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, na matokeo yake ziliamua kuchagua stance ya neutrality. Ziliamua kuchagua hatua ya kukaa kwa kuto kufungamana moja kwa moja na mgogoro husika, pamoja na kwamba kuna baadhi ya nchi kama United Arab Emirates zimekuwa zikishutumiwa kwamba na zenyewe zilihusika katika kufanya mashambulizi katika nchi ya Iran, lakini kilichokuwa wazi kabisa ni kwamba nchi za Gulf zilihisi kupuuzwa. Kwa hivyo katika mazingira ya namna hiyo, maanake ziara ya Marco Rubio inaleta lengo lake kubwa ni kuleta faraja katika kile ambacho kinaonekana kwamba kimepungua katika sehemu ya mahusiano baina ya nchi ya Marekani na nchi za eneo la Mashariki ya Kati, na hasa mahusiano yao katika upande wa kidiplomasia, kwa maana kwamba hatua iliyochukuliwa na nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel ni hatua ambayo ilionyesha kuto kuzipa umuhimu nchi za Gulf. Na hivyo ziara ya Marco Rubio maana yake ni kujaribu kurudisha sehemu ya umuhimu wa nchi za eneo la Mashariki ya Kati katika upande wa mahusiano wake na nchi ya Marekani. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona kwamba ni sehemu ya sababu ya ziara ya Marco Rubio ni kwa sababu ya ishu ya mlango bahari wa Hormuz. Ishu ya mlango bahari wa Hormuz mpaka hivi sasa, kulingana na makubaliano au kulingana na dokumenti ile ya hati ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, inaashiria wazi kwamba nchi ya Iran na nchi ya Oman zina nafasi ya kujadili kuhusiana na swala zima la management au usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz. Lakini ukiachilia mbali swala la usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, vile vile kuna swala la kuna tozo au kuna charge watakazokuwa wanachaji zile meli ambazo zinapita katika mlango bahari wa Hormuz. Pamoja na kwamba document inaashiria kwamba discussion ya Oman na nchi ya Iran maana yake itahusisha vile vile na nchi ambazo zinaathiriwa na eneo la kijiografia la pale Ghuba, na kwa maana kama matumizi yake vile vile yapo katika swala zima la mlango bahari wa Hormuz. Kwa hivyo tuliona takriban katika siku ya jana, juzi jana, manake nchi ya Iran ilifanya, au wale wa maafisa wa nchi ya Iran walifanya move ya kuelekea katika mji wa Muscat kule katika nchi ya Oman, kwenda kuonana na sultan au kiongozi wa nchi ya Oman, Sultan Tariq Haytham, kujadili kuhusiana na swala zima la mlango bahari wa Hormuz na namna gani kwamba wana haki ya kuweza kutengeneza mfumo wa kuweza kumanage swala zima la mlango bahari wa Hormuz. Lakini vile vile katika siku za usoni kuna matarajio ya wao kuweza kuchaji baadhi ya gharama, ikiwemo za swala la udhibiti wa mazingira na vitu kama hivyo, gharama ambazo kwa kawaida ukiangalia katika milango bahari
mingi huwa hazichajiwi, isipokuwa baadhi ya milango bahari ambayo ruhusa hiyo ilikuwepo katika miaka ya nyuma. Kwa mfano ukiangalia mlango bahari kama kule Bosporus kule Uturuki, maana yake ni kwamba makubaliano ya kuruhusu Waturuki waweze kuchaji katika mlango bahari wa Bosporus yalifanyika miaka ya nyuma, takriban kwenye miaka ya 30, kabla ya makubaliano ya sasa hivi yanayozingatiwa ya Umoja wa Mataifa, ambao kilele chake kilikuwa mwaka 82 ya United Nations Convention on the Law of the Sea, sheria ambayo ni makubaliano actually ambayo yanatengeneza sheria za masuala ya bahari, ambayo yanataka milango bahari ya asili isichajiwe gharama ya namna yoyote, isipokuwa tu kuna baadhi ya sheria, kwa mfano kama zile submarine au zile nyambizi zinapokuwa zinapita, maana yake zitakuwa zitokeze kwa juu na mfano wa sheria kama hizo. Lakini kwa maana ya matumizi, maana yake ni kwamba yoyote anaweza akatumia bila kuchajiwa gharama yoyote. Lakini ni makubaliano ambayo nchi ya Irani haikuyapitisha, haikuyakubali moja kwa moja, pamoja na kwamba nchi ya Oman yenyewe ilisaini. Lakini vile vile ni makubaliano ambayo zaidi ya mara moja nchi ya Irani imekuwa ikiandika ikiandika mapendekezo yao, pamoja na nchi ya Oman vile vile ilikuwa ikifanya hivyo katika kuandika mapendekezo ya kutaka mlango bahari wa Hormuz usizingatiwe katika kipimo hicho. Kwa hivyo muundo huu ambao inaonekana kwamba Iran na Oman wanakusudia kuja nao, inaonekana kwamba nchi ya Marekani, pamoja na kwamba hiyo issue ipo katika document ile ambayo imesainiwa na nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Iran, lakini nchi ya Marekani inaonekana kama inachukua step za nyuma ili kuhakikisha kwamba mpango huo usije ukafanikiwa, pamoja na kwamba ni mpango ambao upo katika makubaliano ya ile document ambao wamesaini. Na hii ni kawaida kwa nchi ya Marekani. Tunaona hata katika kipindi kile cha mgogoro baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran pamoja na nchi ya Israel, nchi ya Marekani ilipokuwa imeshindwa kufungua mlango bahari wa Hormuz, ilikuwa ikijaribu kutengeneza backup ndani ya Umoja wa Mataifa, kutafuta members wengi au wale wa Umoja wa Mataifa ili waweze kusukuma pressure zaidi katika nchi ya Iran kuhakikisha kwamba mlango bahari wa Hormuz unafunguliwa, move ambayo inaonekana kwamba haikuweza kufanikiwa. Lakini kwa hivi sasa kile kinachoonekana, kwa sababu ya kuzingatia kwamba kuna kipengele cha baada ya makubaliano au mazungumzo baina ya nchi ya Oman pamoja na nchi ya Iran, mwisho wa siku ni kwamba vile vile itahusisha memba wengine ambao wanapatikana katika eneo la Gulf. Sasa hii ndio point ambayo inaonekana kama Marekani wanakusudia kuweza enda nayo vizuri, na ndio maana katika siku ya kesho, katika kile kikao ambacho kinamhusisha Marco Rubio pamoja na baadhi ya mawaziri takriban na mambo ya nje kutoka katika zile nchi za Gulf, mmoja katika statement ya matarajio kwamba itatolewa katika kikao husika ni ya wao kupinga ushuru kuchajiwa katika mlango wa bahari wa Hormuz, ili makubaliano ya Oman na makubaliano ya Iran yashindwe kupata backup ya sehemu ya mwisho ya kile kilichoandikwa katika document ambacho kinahusisha nchi ambazo zinapatikana katika eneo la Gulf. Na ndio maana inaonekana kama Marekani, moja katika target ya ziara ya Marco Rubio inakamilika kesho katika siku ya Alhamisi kule Manama katika nchi ya Bahrain, lakini vile vile inahusisha maafisa kutoka katika nchi za Gulf ili waweze kutoa statement ambayo itakayokuwa kinyume na fikra ya nchi ya Iran pamoja na fikra ya nchi ya Oman. Pamoja na kwamba kile kilichokuwa wazi ni kwamba kile kinachochajiwa pale katika mlango bahari wa Hormuz au kinachotarajiwa kuchajiwa katika mlango bahari wa Hormuz haizingatiwi kama ni kodi. Haizingatiwi kama ni kodi au ile toll wenyewe wanaita, haizingatiwi katika muundo huo, bali inazingatiwa katika muundo wa baadhi ya huduma ambazo zinatolewa na nchi ya Iran pamoja na nchi ya Oman, ikiwemo swala la udhibiti wa mambo ya mazingira na mfano wake. Katika mazingira namna hiyo, maana yake kila mwenye kutumia mlango bahari wa Hormuz anapaswa aweze kulipia. Lakini vile vile namna ya kuibana moja kwa moja nchi kama ya Iran inakuwa ni ngumu, kwa sababu wenyewe hawakupitisha katika sheria zao, manake hawakusaini moja kwa moja kwamba wao ni memba katika zile sheria za kimataifa za masuala zile sheria za bahari, ikihusisha vile vile sehemu ya milango bahari kama mlango bahari wa Hormuz. Pamoja na kwamba na hata Marekani vile vile na wenyewe hawakusaini moja kwa moja kupitisha kwamba hiyo ni sheria ambayo watakokuwa wanaichunga
Na ndio maana ukiangalia katika sehemu kama mlango bahari wa Hormuz, zikipita zile tuseme zile submarines za Marekani huwa hazitokezi kwa juu, maana yake inakwenda kinyume na hivyo. Lakini ni sheria ambayo Marekani wamekuwa wakisisitiza kwamba inatakiwa izingatiwe, pamoja na kwamba wenyewe vile vile hali yao inaweza ikafanana kwa kiwango fulani na hali ya Irani ya wao kutokusaini au kupitisha moja kwa moja kama ni sheria ambayo Marekani na wenyewe vile vile wanatakiwa waifuate. Kwa hiyo hii ni target nyingine ambayo tunaiona ya Marco Rubio katika ziara yake eneo la Mashariki ya Kati. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona, kuna kipengele ambacho hakipo katika document ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Nayo si nyingine bali ni swala la udhibiti wa drone za nchi ya Iran, lakini vile vile udhibiti wa ballistic missiles za nchi ya Iran. Na ndio maana pamekuwa kuna information nyingi ambazo zinatatiza, ikiwemo kutoka kwa wasuluhishi wa mgogoro baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, ikiwemo waziri mkuu wa nchi ya Pakistan Shehbaz Sharif. Mmoja katika kauli ambayo alipata kuitoa siku za nyuma katika bunge la Pakistan ilikuwa ikiashiria kwamba moja katika juhudi inayofanyika ni namna gani itafanyika juhudi ya kuweza kudhibiti uwezo wa ballistic missiles za nchi ya Iran. Ukiangalia nature ya pendekezo au asili ya pendekezo husika ilikuwa ni pendekezo la nchi ya Israel ambalo lilisukumwa katika nchi ya Marekani kulazimisha kwamba ballistic missiles za nchi ya Iran zikomee katika kilomita 300. Jambo ambalo Irani hawalikubali au hawakulikubali. Lakini vile vile hata katika sehemu ya discussion baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran hawakutaka kabisa swala la discussion za ballistic missiles zao, kwa kuzingatia kwamba silaha za ballistic missiles za nchi ya Iran maana yake inazingatiwa ni moja katika mihimili ya swala zima la ulinzi wa nchi ya Iran. Na ndio maana alipokwenda Masoud Pezeshkian hivi takriban katika nchi ya hivi karibuni kama siku ya jana takriban katika nchi ya Pakistan, akiwa na waziri mkuu wa nchi ya Pakistan Shehbaz Sharif, moja katika kauli ambayo Shehbaz Sharif alizungumza mbele ya Masoud Pezeshkian ni kuhakikisha au kumhakikishia kwamba swala la ballistic missiles za nchi ya Iran halipo katika ile hati ya makubaliano baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Lakini vile vile anatambua kwamba nchi ya Iran walikuwa hawahitaji kabisa discussion ya swala zima la ballistic missiles zao, kwa kuzingatia kwamba ni kipengele ambacho hakipo katika hati ya makubaliano baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Hivyo katika mlango wa nyuma maana yake inaonekana kwamba Marekani katika siku ya kesho, Marco Rubio, moja katika azimio ambalo tunalitegemea kutoka katika nchi za Gulf ni kuhusiana na kuhitaji zile ballistic missiles za nchi ya Irani zitengenezewe utaratibu wa kuweza kudhibitiwa, aidha kwa kupunguzwa sehemu ya uwezo wake au ile program ikiwezekana iweze kufungwa, jambo ambalo bila shaka tunaona kwamba itakuwa ni jambo gumu kuweza kutekelezwa. Lakini tunaona kwamba kuna moves ambazo Marco Rubio manake anakwenda nazo katika eneo la Mashariki ya Kati, na inaonekana kwamba ziko well coordinated, zimeunganishika vizuri na baadhi ya nchi nyingine ili kuweza kutengeneza backup ya kusukuma agenda ambayo imekosekana katika document ya hati ya makubaliano. Na hii lengo lake kubwa inawezekana ikawa ni kurudisha sehemu ya imani kwa wale members wa Marekani au jamaa wa karibu wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile kuwafanya au kutengeneza mazingira ya kwamba na wao vile vile ni wahusika katika swala zima la hati ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Na ndio maana unaweza kuona kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo vinakusudiwa kutolewa kauli moja kwa moja ni kuhusiana kama na issue ya mlango bahari wa Hormuz, kwamba nchi za GCC za Gulf zile zinakusudia ikiwezekana ziweze kukwamisha ile kipengele cha mwisho ambacho kinachowahusisha wao baada ya kufikiwa makubaliano baina ya nchi ya Oman na nchi ya Iran. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili maana yake ni kwamba wanahitaji ikiwezekana waje na kitu cha kusukuma agenda ya jambo ambalo limekosekana katika hati ya makubaliano baina nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Iran, na hasa ni kuhusiana na masuala au mpango mzima wa masuala ya ballistic missiles. Lakini ukiangalia muundo wa move yenyewe jinsi ilivyo, ni move ambayo inakuwa ina utata mwingi kwa kuzingatia kwanza report ambayo imetolewa na ile Financial Times ikimhusisha Mohammed Abdulrahman Thani, yule waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Qatar, ya kwamba nchi za eneo la Mashariki ya Kati zimekuwa hivi sasa
kisiasa zikijaribu kucoordinate na nchi ya Irani kuhusiana na masuala ya kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati, jambo ambalo katika miaka nyuma lilikuwa halipo. Lakini at the same time inaonekana kama kuna pressure ya nchi ya Marekani ya kuzitaka tena nchi zile za GCC ziweze kutoa kauli dhidi ya swala zima la mpango wa silaha za nchi ya Iran. Kwa ukiangalia vitu viwili ni vitu viwili ambavyo vinagongana kwa wakati mmoja, na hatuna shaka kwamba kuna nafasi kubwa kwamba jambo husika lisiweze kufanikiwa, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Iran kwa hivi sasa inaonekana kwamba wanashikilia zaidi kile ambacho wamekubaliana na nchi ya Marekani katika hatua za awali. Lakini vile vile ukiangalia mazingira jinsi yalivyo, ni mazingira ambayo yanawezekana yakawa magumu kwa kuzingatia nafasi ya nchi ya Iran sasa hivi katika eneo la Mashariki ya Kati. Ni kwamba kila mmoja anafahamu kwamba kwa hivi sasa maana yake influence ya nchi ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati imekuwa kubwa kiasi ambacho wanaweza kujadili swala la usalama wa eneo la Mashariki ya Kati kwa nguvu ambayo inakaribiana zaidi, maana yake ni nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Na hizi nchi nyingine inawezekana zikahusika moja kwa moja katika swala la usalama wa eneo la Mashariki ya Kati, lakini ni aidha kwa kucoordinate kuingia katika makubaliano labda na nchi ya Iran, au kwa kusukuma ajenda zao katika nchi ya Marekani na kisha Marekani iingie katika mjadala na nchi ya Iran, lakini sio zenyewe kusimama independently au zikisimama katika hali yenyewe kujitenga na kisha zikaweza kusukuma baadhi ya ajenda katika nchi kama ya Iran. Maana yake hilo ni jambo ambalo bila shaka linakuwa ni jambo gumu. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba tunachokiona ni kwamba ishara ya wazi ya sehemu ya ushawishi wa nchi ya Marekani kupungua katika eneo la Mashariki ya Kati, na kwa kuzingatia umuhimu wa eneo la Mashariki ya Kati, maana yake kuna umuhimu mkubwa wa nchi ya Marekani kuweza kufanya kila njia ya kuweza kurudisha sehemu ya ushawishi wake katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwemo kupitia ziara za watu muhimu kama Marco Rubio ambaye anazingatiwa kwamba ni waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Marekani, lakini vile vile anazingatiwa kwamba ni mshauri mkuu wa masuala ya kiusalama katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, maana yake kuzuru katika eneo la Mashariki ya Kati kwa mtu kama Marco Rubio, maana yake kuna beba uzito wa namna yake, na inawezekana ikawa ni alama muhimu ya kwamba katika siku za usoni inawezekana ikapatikana pia ziara aidha ya JD Vance au ikapatikana ziara ya Rais Donald Trump. Lakini kiuhalisia ni kwamba mazingira mpaka hivi sasa, kama tulivyozungumza katika takriban kwenye kipindi kilichopita video namba 76, kwamba eneo la Mashariki ya Kati mpaka sasa hivi linatafuta namna ya kuweza kujibalance. Manake mpaka sasa hivi ni eneo ambalo halijatulia, ni kama vile linatengeneza uelekeo mpya, kwa hivyo inatafuta namna ya kuweza kubalance mazingira yake. Na unaweza kuona kwamba kuna movement zinakuwa zinaendelea. Tumeona takriban siku za karibuni viongozi kama wa nchi ya Iran wameelekea katika nchi ya Oman, pamoja na kwamba movement yao ilikuwa ni sehemu ya utekelezaji wa swala zima la hati ya makubaliano baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Lakini vile tumeona ziara ya rais wa nchi ya Iran kuelekea katika nchi ya Pakistan, licha ya kwamba Pakistan ni suluhishi, lakini vile vile Pakistan hivi sasa imekuwa na ushawishi katika eneo la Mashariki ya Kati, na ndio maana kuna baadhi ya nchi zimekuwa zikihitaji kuingia katika swala zima la mfumo wa kiusalama kwa ushirikiano na nchi ya Pakistan, ikiwemo nchi kama ya Saudi Arabia ambayo imeshatangulia, lakini vile kuna nchi kama ya Qatar ambayo imekuwa ikifanya mchakato huo, lakini vile vile kuna ripoti ya nchi nyingi za eneo la Mashariki ya Kati kuanza vile vile kucoordinate na nchi kama ya Pakistan. Kwa unaweza kuona katika upande wa nchi ya Iran kuna movement kama hizo ambazo zimekuwa zikiendelea, lakini vivyo katika upande wa nchi ya Marekani imeonekana kwamba kuna movement muhimu kama hiyo ya Marco Rubio, ambao vivyo tunashakia katika siku za usoni inaweza ikasukuma ujio wa viongozi wengine wakubwa wenye nafasi kubwa kuliko Marco Rubio kama JD Vance au Rais Donald Trump. Lakini kiuhalisia ni mazingira ambayo bado tumekuwa tukiendelea kuyatazama, na tukitaraji kwamba huenda hata baada ya kesho, kikao cha kesho cha Marco Rubio, tunaweza tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.